Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania siku ya leo. Madai ya kushtua yameibuka kuhusu njama ya kummaliza Tundu Lissu kwa kumwekea sumu kwenye chakula gerezani. John Heche atuhumiwa kwa shambulizi hili, tuhuma ambazo sasa zimesababisha hatua ya kisheria mahakamani. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Tuhuma za kutisha zimeibuka katika medani ya siasa za Tanzania jana, zikidai kuwa kulikuwa na njama ya kumtia sumu kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyekuwa gerezani. Shutuma hizo zimeleta mshtuko kote nchini na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa kisiasa na maadili. Mitandao ya kijamii na duru za kisiasa zimefurika na mjadala mkali kufuatia madai hayo ya kutatanisha. Katikati ya mzozo huo ni makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche ambaye amekuwa akituhumiwa kuhusishwa na mpango huo. Uzito wa madai hayo yaliyosambazwa mtandaoni umelazimisha suala hilo kuingia katika uwanja wa kisheria mahakamani. Imekuwa haraka kuwa moja ya hadithi za kulipuka zaidi za kisiasa nchini. Madai hayo yanaeleza kuwa ulisukwa mpango wa siri wa kumwondoa Lissu kwa kumtia sumu kwenye chakula akiwa rumande. Madai hayo yamewatia hofu wafuasi na wafuatiliaji wasioegemea upande wowote kutokana na hali nyeti ya msimamo wa kisiasa wa Tundu Lissu. Wazo la viongozi wa kisiasa kulengwa kizuizini limezua hofu kuhusu hali ya kuvumiliana kisiasa. Watanzania wengi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu athari za haki za kibinadamu na demokrasia. Hata hivyo, wakili wa Chadema sasa anataka wale waliohusika na kusambaza ripoti hizo au madai hayo ya sumu dhidi ya John Heche na Tundu Lissu waweze kukamatwa mara moja. Hata hivyo, shutuma hizo pia zimezidisha mivutano ya kisiasa iliyopo. Katika taarifa yake, wakili wa Chadema Daktari Nshala alisisitiza kuwa John Heche hawezi kuhusishwa na mpango wa kumdhuru au kumtilia sumu Tundu Lissu kwa sababu hali ya gerezani hairuhusu mtu wa nje kuingilia chakula au vinywaji vya wafungwa. Alieleza kuwa chakula cha Tundu Lissu kinatolewa na jeshi la magereza, hivyo madai ya kwamba Heche anaweza kuingilia mchakato huo ni upuuzi mtupu. Hata hivyo, kutokana na hali hiyo, suala hilo sasa linafuatiliwa kwa karibu na nchi nzima. John Heche amehusishwa moja kwa moja na madai hayo yanayosambaa ambayo yanamweka chini ya uangalizi mkali wa umma. Shutuma hizo zimezua dhoruba ya ukosoaji na uvumi katika majukwaa ya vyombo vya habari. Wafuasi wa John Heche wamekanusha madai hayo kuwa ni nia mbaya na ya kisiasa. Wapinzani, hata hivyo, wanasema kuwa swala hilo linastahili uchunguzi wa kina. Madai hayo yameweka sifa na msimamo wa kisiasa wa Heche hatarini. Hii imebadilisha swala hilo kuwa vita kuu vya kisheria na kisiasa mahakamani. Katika kujibu tuhuma hizo, uongozi wa kisheria wa Chadema kupitia wakili wao ulichukua hatua haraka kukataa madai hayo. Mwanasheria mkuu wa chama hicho Daktari Nshala alizungumzia swala hilo hadharani na kutoa utetezi mkali dhidi ya John Heche. Alieleza kuwa mfumo wa magereza unafanya kazi chini ya udhibiti mkali unaozuiwa kuingiliwa kwa vyovyote vile, hasa upande wa chakula au jikoni. Kulingana na yeye, mwanasheria huyo, milo inayotolewa kwa wafungwa inashughulikiwa na mamlaka magereza peke yake. Hili, alisema, linatoa pendekezo lolote kwamba mwanasiasa kutoka nje anaweza kumtilia sumu mfungwa kuwa sio kweli. Kauli yake mwanasheria wa Chadema ililenga kuondoa uaminifu wa madai hayo dhidi ya Heche. Daktari Nshala ambaye ni wakili wa Chadema alisisitiza zaidi kuwa mazingira ya magereza hayaruhusu raia kupata mahitaji ya kila siku ya wafungwa. Alisema jeshi la magereza Tanzania ndilo pekee lenye jukumu la kuandaa na kutoa vyakula na vinywaji. Hata hivyo, mfumo huu, alidai, umeundwa kuwalinda wafungwa dhidi ya ghiliba za nje. Kwa hivyo, alieleza tuhuma za sumu kama zisizo na mantiki na haziwezekani chini ya mipango iliyopo ya usalama. Alishikilia kuwa madai hayo hayana msingi wa ukweli. Matamshi yake yalikuwa na lengo la kuwatuliza wananchi na wafuasi wa Chadema na kutetea uongozi wa chama na kumtetea John Heche. Uongozi wa Chadema unaamini kuwa shutuma hizo ni sehemu ya kampeni pana ya kuharibu jina na taswira ya John Heche kwa umma na Watanzania. Wanahoji kuwa analengwa kwa sababu ya
ushawishi wake ndani ya siasa za upinzani hasa Chadema. Kulingana na maafisa wa chama, masimulizi kama haya yanalenga kudhoofisha umoja wa upinzani. Wanasisitiza kuwa John Heche ana historia ya kujihusisha na vurugu au njama za uhalifu au mauaji. Chama hicho kinayaona madai hayo kama mashambulizi dhidi ya ushindani wa kidemokrasia na kisiasa. Muundo huu umeunda mkakati wa kukabiliana na chama. Daktari Nshala, wakili huyo wa Chadema, aliweka wazi kuwa Chadema hawatalichukulia swala hilo kirahisi na wote waliosambaza ripoti hizo watakamatwa. Alitangaza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya watu wote walioeneza tuhuma hizo. Chama kinaamini kuwa madai ya uongo ya ukubwa kama huo yanajumuisha kashfa kubwa. Wataalamu wa sheria ndani ya chama wameanza kuandaa kesi dhidi ya waliohusika kusambaza ripoti hizo. Chadema wanasema kuwa mjadala wa kisiasa haupaswi kuvuka hadi kwenye mauaji ya wahusika au shutuma kama hizo. Uamuzi huu unaashiria mabadiliko kuelekea ulinzi mkali wa sheria. Hata hivyo, uongozi wa chama unasisitiza kuwa kulinda viongozi wake dhidi ya madhara ya sifa ni muhimu. Wanasema kuwa shutuma zisizopingwa zinaweza kuharibu mazungumzo ya umma. Kwa mujibu wa Chadema, kushindwa kujibu ipasavyo kunaweza kuchochea upotoshaji zaidi. Wanaona kesi hii kama kipimo cha uwajibikaji wa kisiasa katika enzi ya kidijitali. Chama hicho kimedhamiria kudhihirisha kuwa propaganda za uongo kama hizo hazina matokeo. Hata hivyo, msimamo huu umejadiliwa sana miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa leo. Daktari Nshala pia alirejelea maamuzi ya zamani ya mahakama yaliyohusisha upotoshaji wa kisiasa. Aliukumbusha umma kuwa mahakama za Tanzania ziliwahi kutoa hukumu dhidi ya uongo unaochochewa kisiasa. Matokeo haya, alisema, yanaonyesha kuwa sheria haivumilii upotoshaji wa makusudi wa ukweli. Hata hivyo, kwa kutumia maamuzi ya awali alijaribu kusisitiza uzito wa hali hiyo. Alisema kuwa historia inaonyesha kwamba madai kama hayo mara nyingi huanguka chini ya uchunguzi wa kisheria. Ulinganisho huu ulilenga kuimarisha msimamo wa Chadema. Mzozo huo pia halikadhalika umezua mjadala mpana wa kitaifa kuhusu kuenea kwa habari za uongo. Wachambuzi wengi wanasema kesi hiyo inaakisi tatizo linaloongezeka la madai ambayo hayajathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Mivutano ya kisiasa mara nyingi hutengeneza mazingira ambapo uvumi huenea kwa kasi. Wachambuzi wanaonya kuwa shutuma hizo zinaweza kuchochea migawanyiko ndani ya chama na nchini na kudhoofisha imani kwa taasisi. Mzozo wa sasa unaonyesha jinsi masimulizi yanavyoweza kuongezeka kwa haraka na kuwa hatua kali. Wafuasi wa Tundu Lissu sasa wameonyesha wasiwasi wao juu ya usalama wake kufuatia tuhuma hizo za sumu. Ingawa madai hayo yanapingwa, yamezidisha wasiwasi miongoni mwa wafuasi wake. Wengine wanahofu kwamba kusambazwa tu kwa hadithi hizo kunaweza kutia vitisho vya kweli. Wengine wanaamini kwamba mzozo huo unatumiwa kwa manufaa ya kisiasa mitandaoni. Kwa hivyo hali imekuwa ya hisia, inasisitiza unyeti unaozunguka kifungo cha Tundu Lissu. Ndani ya safu za upinzani mitandaoni kuna umoja mkubwa katika kukataa shutuma hizo za sumu. Viongozi wa chama wamemzunguka John Heche wakisisitiza mshikamano. Wanahoji kuwa mgawanyiko wa ndani ungefaidi tu wapinzani wao wa kisiasa. Uongozi huo umewataka wanachama kuwa watulivu na kuamini taratibu za kisheria. Wanasisitiza kuwa ukweli utadhihirika kupitia mahakama hivi karibuni. Ujumbe huu unalenga kudumisha mshikamano wa chama hicho cha Chadema. Hata hivyo, mwitikio wa umma umewagawanya vikali katika misingi ya kisiasa. Baadhi ya wananchi wakitaka uchunguzi kamili ufanyike ili kutolea ufafanuzi swala hilo. Wengine wanaona madai hayo kuwa ya kizembe na yenye madhara kwa utulivu wa kitaifa. Mashirika ya kiraia pia yametoa wito wa kuwepo mawasiliano ya kuwajibika kutoka kwa wahusika wa kisiasa. Wanaonya kuwa madai ya uchochezi yanaweza kudhoofisha amani. Kwa hivyo mzozo umehamia zaidi ya siasa za vyama na kwa swala la kitaifa. Wachambuzi wa sheria wanaona kuwa kesi hiyo inaweza kuweka historia muhimu Tanzania.